Je, kubeti na kamari ni dhambi? Kanisa Katoliki linafundisha nini juu ya swala hili? Leo kuna vijana wengi wanaoamka asubuhi si kwa ajili ya kazi, bali kuangalia odds. Wengine hawasali tena kabla ya kuondoka nyumbani, na wengine hawawezi kulala bila kuweka mkeka, bila kubeti. Swali ni hili: je, Kanisa Katoliki linasemaje kuhusu kubeti? Ndugu yangu mpendwa katika Kristo, kabla ya kujibu swali hili, tuondoe dhana moja potofu. Wapo wanaosema kubeti ni dhambi siku zote. Wengine wanasema hakuna tatizo kabisa, ni burudani tu. Mafundisho ya Kanisa Katoliki yapo katikati ya misimamo hiyo miwili. Katika katekisimu kubwa Kanisa Katoliki namba 2413 inafundisha kwamba michezo ya bahati kama kamari au kubashiri si kinyume cha maadili yenyewe, mradi ifanywe kwa kiasi na bila kumdhuru mtu au familia yake. Lakini inapogeuka kuwa uraibu, ikawa chanzo cha umaskini, udanganyifu au kuharibu wajibu wa mtu kwa familia yake, hapo inakuwa tatizo kubwa la kimaadili. Hivyo, tatizo si tiketi ya beti pekee. Tatizo ni pale moyo unapohamia kwenye tamaa ya utajiri wa haraka. Mtume Paulo anatukumbusha katika waraka wake wa kwanza kwa Timotheo sura ya 6 aya 10 kwamba maana shina la mabaya kila namna ni kupenda fedha. Biblia haisemi fedha yenyewe ni mbaya, bali kupenda fedha kuliko kumpenda Mungu. Hebu jiulize swali hili. Je, umewahi kutumia ada ya mtoto wako kubeti? Au wewe kijana, umewahi kutumia pesa ya ada uliyopewa na wazazi wako kwa ajili ya kubeti? Je, umewahi kukopa pesa ili weka beti ukitumaini utashinda? Je, umewahi kutumia muda mwingi kufuatilia mechi kuliko kusali, kufanya kazi au kuwa na familia yako? Utakuta siku zote za katikati ya wiki uko bize majukumu ya kazi. Siku pekee ambazo unapaswa kukaa na familia yako ni siku za weekend. Lakini utakuta mwanaume siku za weekend badala ya kukaa na familia yake yuko bize na michezo na kubeti. Je, umewahi kutumia muda mwingi kufanya hivyo? Kama jibu ni ndio, tatizo si michezo. Tatizo limekuwa kwako. Tatizo si kubeti. Tatizo limekuwa wewe umeingia katika utumwa. Yesu alisema katika Mathayo sura ya 6:24, hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Hii ni onyo kwamba chochote kinachochukua nafasi ya Mungu moyoni mwetu kinaweza kutugeuza kuwa watumwa wake. Na tukumbuke pia kwamba Mungu ametuita kufanya kazi kwa uaminifu. Tangu mwanzo wa uumbaji katika Mwanzo sura ya 3 aya 19 tunaona kwamba mwanadamu amepewa wajibu wa kujipatia riziki kwa jasho lake. Hii haimaanishi kwamba kila mtu atakuwa tajiri, lakini natukumbusha kwamba maisha ya Mkristo hayajajengwa juu ya kutafuta njia za utajiri wa haraka. Ndugu yangu, kama kubeti kwako ni burudani ndogo isiyokuondoa kwa Mungu, isiyokudhuru wala kuidhuru familia yako, kanisa halijasema kwamba tendo hilo lenyewe ni dhambi. Lakini kama limekuwa chanzo cha madeni, migogoro ya kifamilia, uvivu, tamaa, au limekufanya umweke Mungu pembeni, ni wakati wa kusimama na kutafakari. Usimweke Mungu kama chaguo la mwisho baada ya odds kushindwa. Mweke Mungu kuwa tumaini lako la kwanza, kwa sababu baraka za Mungu hazitokani na bahati. Baraka za Mungu huja kupitia neema yake, kazi ya uaminifu na maisha ya haki. Kama unaamini kwamba kuna mtu ujumbe huu utamsaidia, hebu share video hii kwa mtu huyo. Huenda ukawa sababu ya mtu kuanza safari ya uhuru kutoka uraibu wa kamari. Wapendwa katika Kristo, ndoto yangu ni kuendelea kutengeneza maudhui ya Kikatoliki yenye ubora mkubwa zaidi ili awafikie watu wengi zaidi. Kwa sasa ninaendelea kujiandaa ili niweze kupata baadhi ya vifaa ili kuboresha huduma hii ya uinjilishaji. Kama unatamani kuwa sehemu ya utume huu kwa mchango wowote, mkubwa au mdogo, nitashukuru sana. Lakini kama huwezi kuchangia kwa sasa, kushirikisha video hii na kuniombea ni msaada mkubwa pia. Tusome neno la Mungu, tuishi mafundisho ya kanisa na tumshuhudie Kristo katika maisha yetu.
Ni mimi mtumishi wenu mdogo nisiyestahili, Oscar Mkatoliki. Nakutakieni siku njema na yenye baraka, na Mwenyezi Mungu atubariki wote. Tumsifu Yesu Kristo.